Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Wateule wote na wasafiri wa kwenda mbinguni, wote ambao mmeendelea kubarikiwa sana na injili ya sauti ya mtu aliye nyikani katika nyakati za mwisho tulizo nazo, ninaomba kwa dakika chache nikuletee ujumbe huu au ombi hili kwako, kwa sababu tuko katika majira ambayo unayoona na unaendelea kuviona viashirio vya kumleta Yesu tena mara ya pili kuja kulichukua kanisa lake. Mimi nina ombi moja kwako leo. Inawezekana ndo mara kwanza nina rekodi clip hii kwa ajili ya kitu kimoja tu. Nimekuwa na uhitaji sasa, kwa sababu huduma hii ambao Yesu Kristo ametuita katika hizi nyakati za mwisho, natamani kuangazia ulimwengu. Unaposikia mtu anaitwa mwinjilisti, huyo ni mtu kwa mwanadamu yoyote eza kijijini kuwafikia watu, kupiga kelele yake. Ni mtu ambaye anahitaji, yani ni mtu baki ambaye ni mtu baki mhubiri wa injili, mwenye kufikisha ukweli wa Kristo, mwenye kuwahubiria watu habari njema. Sio mtu wa kuwa na hazina duniani, bali ni mtu kuwa tayari kwa ajili kuhakikisha watu wanamjua Mungu wa kweli, kuhakikisha anakuwa na muda mrefu wa kuomba, kuhakikisha ana muda mrefu wa kufunga, kuhakikisha ana muda mrefu wa kuwasaidia watu wenye matatizo, watu wasio na nguvu za kiroho, watu ambao wameanguka kwenye huduma zao. Ni kuhakikisha yeye anaangaza ile nuru ya Kristo ndani yake, kwa sababu ana wito wa kugeuza nia za watu tena kumwelekea Kristo na kuielewa kweli ilipo. Kama mimi mtumwa wa Kristo katika nyakati za mwisho, ninatamani sana uungane na mimi kwenye hili jambo. Nimekuwa na uhitaji wa speaker hizi za injili, hizi ndogo za kuchaji hizi, ambayo speaker sasa wakati umeisha. Bwana ameendelea kunitokea kila wakati kwamba wakati umeisha, nahitajika kupasa sauti yake kuambia watu habari ya toba tena, kuwafikia masokoni kama vile Paulo alivyokuwa akifanya, kuwafikia watu vijijini, kuwafikia watu mbalimbali. Injili imepinduliwa, injili ya kweli haipo tena. Kwa hiyo natamani tukainene hii injili. Ungana na mimi sasa tupate hiyo speaker ambayo ninahitaji sana mwezi wa 11 tuwe tumeshaipata. Mtumishi wa Mungu, itakapokufikia clip hii, ninaomba utumike na mimi sasa, ambayo gharama yake tunaanza ni hii ambayo tutaanza nayo. Nimeiona ni nzuri sana, ya 5,500 ya Kitanzania, 5,000 ya Kitanzania. Nadhani sijui nje kwa watu walioko mabara ya nchi huko sasa itakuwa ni dola ngapi? Ni dola kama 500 hivi. Si kama ni dola 500, nadhani haipungui hapo. Kwa hiyo walioko Tanzania, ninaomba ungana na mimi sasa tuinunue speaker. Tutakapoungana kwa pamoja kwenye hii clip, najua ni watu wengi wanalitazama kipindi cha Yohana wa kisiwa cha Patmo. Wengi wanaitazama injili ya sauti ya mtu aliye nyikani. Kwa hiyo ninatamani sasa kwa wewe ulioko mahali hapa unayetazama video hii kila siku na unaohudhuria mahubiri haya, 10,000 yako itatufaa sana. Shilingi yoyote ambayo uko nayo itatumika tu. Tutakapoangalia na kukusanya, tutaangalia tumebaki na shilingi ngapi. Tutaendelea kujitahidi na tamani mwezi wa 11 tuwe tumeipata hiyo speaker, watumishi wa Mungu. Na Mungu atakutetea na kukubariki katika nyakati hizo nazo, kwa sababu utakuwa umefanya kazi ya mhubiri. Tuko mwisho wa dunia. Utakapoona maelfu yanaokolewa, na wewe utakuwa unatumika ndani yake. Utakuwa mwinjilisti na wewe utakuwa ukihubiri kwa njia ya speaker hiyo. Kwa hiyo ninakuomba sana mteule, ungana pamoja na mimi. Nikukaribishe sana tuipate hiyo speaker, kwa sababu wakati umeisha, ndipo mambo mengi yatafanyika. Tunaenda kupindua ulimwengu sasa. Sisi ni wavuvi, tutaenda kuvua mataifa wakamrejee Kristo. Tanzania tutaenda kurejesha kwenye kweli. Tanzania itakwenda kuingia kwenye mfumo wa Kristo. Ijapokuwa tumekaribia nyumbani, vita ni kali, lakini tutatembea hivyo hivyo. Ungana na mimi sasa tukaihubiri injili sasa pamoja na mimi. Hiyo speaker tunahitaji sana kwa wakati huu. Ungana na mimi tukafanye kazi ya Mungu. Hiyo speaker tutakapoipata, mtumishi wa Mungu, yawezekana wengine unaweza kusema niko na hiyo speaker mtumishi wa Mungu, nilinunua kipindi fulani kwa ajili ya kufanyia hiki. Tunaweza kuipokea pia. Kwa hiyo kwa pesa yako mtumishi wa Mungu, tutakapoinunua speaker, tutakufikia kule ulipo. Tutahubiri kwenye mkoa ulioko na tamani injili kama hiyo. Tasema mwinjilisti, njoo na huku hubiri, kwa sababu sasa chombo kipo. Tutatembea kila mahala, tutaitembelea Tanzania nzima, na ukweli utaonekana na watu watarudi katika nuru yao, na njia iliyoko katika Kristo watu wataiona. Walioanguka kwenye dhambi Bwana atawainua tena.
Mungu akubariki sana. Tumia hiyo namba ambayo iko hapo, ambayo inapita. Tumia hiyo namba. Tumishi wa Mungu, utabarikiwa sana. Utafanya kazi ya mhubiri katika nyakati za mwisho hizi. Mungu akubariki na kutunze. Tukaihubiri injili hii sasa. Ni 550 ya Kitanzania. Hiyo speaker tutakuwa tumeipata kabisa, ambapo ina ubora kidogo. Tutaanza na hiyo kwanza, alafu tutakapoanza na hiyo tutajua sasa tunakoelekea. Watu watakapokuwa kirejeshwa, tutazidi kuenda viwango zaidi. Nia yetu ni moja tu, hatuhitaji pesa ya mtu, hatuhitaji tena mahubiri mengine. Tunachotaka mtu mmoja arejee msalabani, ajue ile kweli, na hiyo kweli ambayo itamsaidia katika siku inayokuja. Mungu akubariki sana. Ungana pamoja na mimi sasa kupitia namba hiyo tukamhubiri Kristo. Bwana akubariki sana. Amen. Barikiwa sana mteule wa Mungu.